kwa bajeti hii ambayo imewasilishwa hapa leo, basi kuna mafanikio yataendelea kuonekana au kutokea kwenye sanaa yetu, especially mimi nazungumzia eneo ambalo nahudumu mimi, music. Vitengo gani, mikopo ama muziki, ni vitu gani ambavyo umeviona direct moja kwa moja specific? Nimeona namna ambavyo Mheshimiwa Waziri pale ameongelea kuhusu mikopo. Unajua malalamiko mengi ambayo yanatoka kwa wasanii ni namna ambavyo masharti yalikuwa makubwa. Unamwambia msanii aje na vitu ambavyo yeye hana, especially alete leseni ya biashara ambayo anataka kwenda kufanya, alete hati sijui ya biashara, sijui ya nyumba. Hivyo vitu wasanii wengi hawana, ndo wanaanza kujitafuta. Kwa hiyo katika maongezi ambayo nimeyasikia, hivyo vitu sasa hivi vimetolewa, vimepunguzwa kabisa. Kwa hiyo hayo ni moja ya maboresho ambayo mimi binafsi nimependa, nimeyafurahia, kwa sababu watu wengi sasa hivi au wasanii wengi watapata hiyo nafasi ya kupata ile mikopo na kujiendesha kwenye biashara zao ambazo zinahusiana na sanaa. Okay, nyakati hizi za Waziri Paul Christian Makonda lakini na msaidizi wake Mwanaifue, ni nyakati za namna gani kwa tasnia yenu ya muziki? Hizi ni nyakati nzuri, ni nyakati nzuri kwa sababu ni muda ambao wasanii wengi wana malalamiko. Wasanii wengi wanalalamika kuhusu namna ya kupata malipo yao, especially mirabaha nini. Lakini nimeona pia hapo limegusiwa, linaenda kuwa suluhisho, linaisha muda si mrefu, na nimepata pia habari za chini kwa mpaka June kila msanii atakuwa tayari ameshapata kile ambacho kitakuwa ni haki yake. So hizi ni nyakati nzuri, na ndio maana umeona watu wote tulivyotoka huko ndani, watu wako na furaha. Ukiangalia pale wanapiga picha na rukaruka. So ni kwamba wamependezwa na ambacho wamekisikia huko ndani. Okay. Mimi pia mmoja wao.